Mtazamaji wangu wakisema jamani mcheza kwao hutuzwa, ndipo hapo kesho sasa macho yote yanaelekezwa Ol Kalou. Na tume ya uchaguzi nchini IEBC inaendelea na matayarisho ya uchaguzi mdogo ambao itakao kufanyika kwa vituo 144 siku ya Alhamisi, ambapo ni hapo kesho, na mhariri wa NTV Bridget Ngana yuko kwenye kituo cha kujumuisha kura na sasa anaungana nasi mbashara. Bridget, kampeni sasa zimeisha, macho yote yanaelekezwa katika sanduku la kura. Wana Ol Kalou wanasemaje? Naam, Frida, Ol Kalou wametulia tuli kwa sasa, na kweli vilivyosema ni wanajitayarisha kwa shughuli ya hapo kesho, lakini yule referee ambaye ni tume ya uchaguzi nchini ndio inaangaziwa kwa sasa, kwani tuko katika kituo kikuu cha kujumuisha kura, na hapa tutaungwa na kamishna wa IEBC waliofika hapa kuangalia jinsi IEBC imekuwa ikijitayarisha kwa shughuli hizi, na utatueleza tu kufikia sasa ni hali iko vipi na kama mko tayari kuendelea na kura ya kesho. Asante sana NTV. Natumaini kwamba saizi IEBC imemaliza kazi yote, shughuli zote za utayarishaji iko sawa, imekamilika. Hapa nyuma yangu jinsi mnavyoona, presiding officers wamepewa vyombo vyote ya kufanyia kazi, na pia wameelimishwa na wamefunzwa ya kutosha. Usalama imeimarishwa katika kila vituo ya kupiga kura, na tuna hakika ya kwamba kura hizi zitapigwa kwa njia ya amani na haki na mapendeleo. Kusema na mapendeleo bila mapendeleo. Bila mapendeleo, pole. Na kuna ile tashwishi ambayo imesemekana kuwa wale afisa wa usalama mnaleta hapa ni zaidi ya ile wapiga kura ama idadi ya wapiga kura waliojisajili hapa. Unasema vipi kuhusu afisa wa security ambao wa usalama ambao wameletwa hapa? Ni kulingana na yale ambayo washikadau katika sehemu hizi wamepanga wenyewe, kwa sababu tunaangalia hali ya usalama katika sehemu hii inakaa namna gani kulingana na vile kampeni ilikuwa ikiendelea, na tunahakika ya kwamba wale ambaye tumewaleta hapa inatoshana na kazi ambaye itafanyika, na hawatakusanyika mahali moja, watakuwa katika pembe zote za constituency na hata kaunti nzima. Kwa hivyo afisa wa usalama katika sehemu hii wamepangwa vilivyo ili kuhakikisha kwamba hali ya utulivu na amani imepatikana, wananchi wanaweza kuendelea na shughuli zao za kupiga kura bila pingamizi na bila utatishi wa aina yote. Na kamishna mwingine, kuna ile swala la waliojisajili, ile orodha ambayo inatumika, tuambia tu wananchi ni orodha ipi ya IEBC inatumika katika uchaguzi huu mdogo wa Ol Kalou? Orodha ya wapiga kura ambayo tunatumia katika uchaguzi mdogo wa Ol Kalou ni ile orodha ilikuwa mpaka ile siku mbunge wa sehemu hii aliaga dunia. Kwa hivyo kuna majina machache ambayo iliongezeka tukilinganisha na orodha ya 2022 general election. Na kwa uhakika sio watu wengi, ni kama watu 485 hivi, sio watu wengi. Kwa hivyo ni less than 500, ni watu chini ya 500 ambao walijiongeza, kwa sababu tulikuwa na CVR ikiendelea. Ile continuous voter registration ilikuwa bado inaendelea kwa maofisi ya IEBC. Sasa hiyo ndio watu tu wale waliongezeka. Kwa hivyo hiyo orodha ilifungwa wakati mbunge wa sehemu hii aliaga dunia, na ikakuwa certified, ikakaguliwa na ikakuwa certified, na hiyo ndio orodha ambayo tumeweka kwa vituo. Kila kituo ukienda saa hii ambao kutakuwa na upigaji wa kura, utaona kuna orodha ya wapiga kura ambayo imewekwa hapo ili kila mtu aone na ajione. Na niseme kwamba mambo ya register ya wapiga kura ni ya wazi, sio kitu ya kuwekwa chini ya maji. Kwa hivyo kila mtu na kila mwananchi ana haki ya kuona pale amejiandikisha kama mpiga kura. Hata ukitaka kuchukua register ya constituency mzima, unakuja una apply, unalipa pesa kidogo, unapewa register. Kwa hivyo register iko wazi, na hizo propaganda ya kusema kuna kitu imeongezwa au imetolewa, hiyo ni propaganda, na hiyo ni siasa baya. Asante sana.
Huyo ni kamishna mwingine wa IEBC ambaye wamefika kuangazia jinsi IEBC inajitayarisha kufanya uchaguzi mdogo hapa eneo bunge la Ol Kalou. Kulingana na mkuu wa IEBC hapa anaitwa Muhia Njiraini, ni zaidi ya wapiga kura 73,000 ambao watatakiwa kufika hapo kesho kwenye vituo vya kupiga kura. Wanafaa wakuje pia na vitambulisho vyao ili waweze kunakiliwa kwenye zile dude ama zile KIMS kit zinazotumika kutambulisha watu kama wao ndio waliosajiliwa kupiga kura katika vituo hivyo. Na vituo hivyo vitafunguliwa kuanzia saa 12 asubuhi na kufungwa saa 11, lakini kuna ile ruhusa ambayo inapewa kulingana na jinsi kura ilipoanza kupigwa, na hiyo pia IEBC itaweza kuzingatia hayo. Lakini kile ambacho tunaweza kujua ni kuwa kuna amani. Kulingana na kamishna wa county hapa Abdirizak Jaldesa, amesema kuwa barabara hazitafungwa, lakini kile ambacho tutashuhudia katika zile barabara ambazo zitakuwa zikiingia katika eneo bunge hili ni kuwa kutakuwa na usalama, na zile roadblocks ama watafunga ama zitaezekwa, zinaitwa kinga, zitaweza kuezekwa kwenye njia ambazo zinaweza ingia kwenye eneo bunge hili ili kuhakikisha kuwa hakuna zile visa za kusafirishwa kwa watu ambao wanasemekana kwa wataleta vita ama vurugu hapa, ama wale ambao hawajasajiliwa kupiga kura kuja kujaribu kuingilia shughuli hii. Lakini macho yote yako hapa na tutakuwa hapa kuwapasha yanayojiri. Lakini wakati wote sasa wale ambao watasimamia vituo hivyo vya kupiga kura watakuwa kiondoka katika shule hii ya sekondari ya Ol Kalou kuelekea kwa vituo vyao vya kupiga kura. Na asante sana mwanahabari wetu Bridget Ngana. Kikosi kizima cha NTV pia vile mtazamaji kimekita kule Ol Kalou, kumaanisha kwamba kesho tutakuletea taarifa hizo mbashara.